Mpenzi mtazamaji wa channel hii, subscribers wangu, The One Man Army TV, asanteni sana kwa kunipa moyo na kuitegea channel hii. Wale ambao kwamba hawajasubscribe, naomba mfanye hivyo ili pindi ninapo post video ama matukio, YouTube itapata kuwajulisha haraka sana iwezekanavyo. Mpenzi subscriber, mambo yanaendelea kupamba moto duniani. Kundi la Houthi kule Yemen imeweza kurusha kombora la hypersonic kule Israeli katika maeneo ama mji wa Haifa kwa mara ya kwanza. Kombora hilo ambalo kwamba linaenda kwa kasi zaidi iliweza kufika eneo hilo kabla halijatua, likaweza kudunguliwa na vifaa vya kiusalama vya Israel ikiwa bado iko angani. Lakini wasemaji wamesema wa area hiyo, wa sehemu hiyo, wasema walisikia mlipuko na mgongo mkubwa sana kule katika hiyo sehemu ya Haifa na Kiryat. Houthi kwa mara tangu vita na mashambulizi ya Israel dhidi ya Palestina kule Gaza, wamekuwa wakifanya mashambulizi mara kwa mara katika nchi ya Israel, na vile kwa manuari zake na mali zake na mali za Amerika, meli ambao kwamba zinatumia bahari ya Suez Canal na bahari ya Sham. Meli kadhaa zimeweza kuzamishwa na kundi hilo la Mahouthi katika bahari hizo. Hivi punde meli ama manuari ya kijeshi kubwa zaidi miongoni mwa manuari za kijeshi ya Amerika iliweza kalengwa na kundi hilo la Mahouthi na likaharibiwa. Hivi sasa hilo meli inasemekana haifanyi kazi, yani imepoteza ile uwezo wake wa kufanya kazi. Kundi ya Houthi vile imesema imeweza ikadungua ndege aina ambaye haina rubani, haitumii rubani, ya drone 26, zaidi ya 26 tangu mashambulizi, tangu hizo vita vilivyoanza kule wapi? Kule Gaza. Wamesema ndege inakadiriwa kwamba drone moja ya Amerika moja hivi ni shilingi milioni $30. Kwa hivyo hiyo ndege ambayo kwamba inaitwa reconnaissance drones, ambayo kwamba ni ghali drone moja. Houthi waliweza wakaidungua ndege aina hiyo ya drone 26. Mpaka sasa Amerika imeendeleza juhudi zake ya kuipiga sehemu kadhaa ya Mahouthi, ikiwemo bandari ambapo watu zaidi ya 70 wameweza kupoteza maisha yao kutokana na shambulizi ya ndege ya Amerika katika nchi hiyo ama sehemu hiyo ya Mahouthi. Tukitoka hapo katika hiyo habari, twende wapi? Twende moja kwa moja mpaka huku sehemu inaitwa European, muungano wa Jumuiya ya Ulaya. Muungano wa Jumuiya ya Ulaya wametangaza, wamesema hawakubaliani na Trump kwa uamuzi wake ya kuipatia Urusi sehemu ambayo kwamba inakalia kimabavu ya Crimea na sehemu zingine. Wamesema hawakubaliani nayo, na wamesema
wataifadhili, wataipa nguvu Ukraine kwa hali na mali, ili iweze ikashinda hiyo vita kati ya Ukraine na Urusi. Lakini baadhi za nchi katika muungano wa NATO wanasema tendo hilo ya miongoni mwao ama msimamo huo wao yenda ikaisambaratisha muungano wa NATO. Muungano wa NATO yenda ikaisambaratisha hiyo ndio wasiwasi yao. Lakini habari hii bado inaendelea kupikwa, nitaendelea kuwaletea moja kwa moja. Mwisho kabisa, katika siku hii ya leo, kesho ni mazishi ya Pope Francis. Viongozi kadhaa zaidi ya 50 ulimwenguni watahudhuria hayo mazishi. Pope ambaye kwamba ni kiongozi ya nchi ya Vatican na vile vile ni kiongozi ya kanisa ya Katoliki duniani. Watu wengi viongozi watahudhuria hapo kesho huku Rome. Nitawaletea hiyo habari moja kwa moja. Poleni sana, naona giza imeingia, nikasema wacha niwapatie hiyo habari kemkem. Maoni yenu ya kuja haraka haraka. Mimi ni The One Man Army TV. Kwaherini.